Na mpenzi mtazamaji, kama tulivyokuwa tumekueleza hapo awali, tupo katika msikiti huu wa Salama Jamia Masjid hapa katika mtaa wa Kibra, ambapo kwa sasa kama unavyoona hapa, waumini wa dini ya Kiislamu wanaendelea kushika udhu. Udhu ni moja kati ya faradhi ama ni lazima katika kuweza kutekeleza ibada yako ya swala. Lazima kwanza uweze kupata udhu kabla ya kuweza kuingia katika swala, ili angalau ujisafishe na kuweza kujitakasa kwenda wakati unakwenda kuzungumza na muumba wako ama Mola wako. Kwa hivyo hapa kama unavyoona ndivyo ambavyo waumini wa dini ya Kiislamu kwa sasa wameanza kujaa msikitini kuweza kujiandaa. Manake pia siku hii ya Ijumaa ni tofauti na siku zile nyingine. Kama ulivyoweza kuambiwa kwamba kuna miezi ambayo ni bora kuliko miezi mingine, pia kuna masiku ambayo ni bora kuliko masiku mengine, kama ilivyo haya masiku 10 ya mwezi wa Ramadhani, haya ya mwisho. Kwa hivyo siku ya Ijumaa ndio bora katika siku za wiki, na kuna fadhila nyingi. Wale ambao wanafaa kuja mapema, ukiwa umevaa vizuri, umeoga, unapata pia faida nyingi ambazo ni kuweza kutekeleza ibada yako kikamilifu. Kwa hivyo hapa kama unavyoona, waumini wa dini ya Kiislamu ndio hivyo wameanza kuingia hapa katika msikiti huu wa Salama Jamia Masjid hapa katika mtaa wa Kibra, ambapo swala pia tutakuwa tunakuletea moja kwa moja, angalau uweze kuona na kushuhudia namna waumini wa dini ya Kiislamu watakavyokuwa wanatekeleza ibada yao ya siku hii ya Ijumaa. Na kwa sasa hapa niweze kuzungumza na baadhi tu ya waumini ambao tayari wamefika katika msikiti huu kuweza kutekeleza ibada yao. Sheikh, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Labda tu kwa majina unajulikana kama nani? Mimi naitwa Ismail Abdallah. Mimi nasimamia hapa msikiti huu wa Salama, na tumefurahi kuwaona, na katika hiyo msimu wa siku 10 ya mwisho wa Ramadhani tunajiandaa, tunaswali usiku na pia tunaswali swala za tarawih na mengine ambao tunaelekezwa na walimu wetu. Ndio. Labda unajipanga vipi kazi kuweza kutekeleza ibada kama hizi zaidi tena katika siku hizi 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani? Tunajipanga katika ile kuaminia kwa walimu wako, watu wamefika kwa wakati, na pia kuwaweka kwenye sehemu ambayo inafaa na kueleza zile vitu ambazo zinafaa. Maanake kuna mambo mengi, lakini lazima watu wapangwe, waoneshwe na wafundishwe. Ndio. Labda hapa msikitini hasa katika hizi siku 10 za mwisho usiku, waumini wanajitokeza vipi, na labda hali ya usalama hasa hapa Kibra na msikitini kuko vipi? Hapo tunafika saa 8:30. Tunahakikisha by saa 9:30 tumetoka, na kwa sababu tunatoka hapa area, tuko karibu, watu wanakuja kwa kikundi, we come in a group, and then tukitoka hapa tunatoka as a group. So hakuna maneno, hakuna shida sana in terms of security, because tuko pamoja na tunajuana, and nothing much. Yeah. Shukran sana Sheikh wangu. Tuende kwa Ustadh, labda tu fadhila kwa faida tu ya kuja mapema kwa swala ya Ijumaa kwa muumini labda ni gani? Bismillahirrahmanirrahim. Kwa majina naitwa Sheikh Suleiman Muhammad. Kuna fadhila nyingi za mtu kujitayarisha kuja katika siku ya Ijumaa, na kama tunavyojua kujiandaa kwa siku hii ya Ijumaa, mtu hujiandaa kuanzia siku ya Alhamisi. Unafanya mambo yako yote ukijua kesho ni ya Ijumaa, na miongoni mwa fadhila Mtume sallallahu alaihi wasallam amezungumza katika hadithi ndefu kwamba kuna fadhila, kuna daraja mbalimbali. Mtu wa kwanza anapata kitu fulani, mtu ambaye atafika wakati wa pili vile anapata daraja fulani. Almuradi ni Muislamu kujitahidi na kujizatiti katika kuja mapema katika swala ya Ijumaa. Shukran sana mzee wangu. Asalamu alaykum. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi naitwa Ismail Muhammad Ahmed. Tumefika kuelekea 10 la mwisho sasa. Labda Ramadhani mwaka huu imekuwaje kwako? Alhamdulillah. Kitu muhimu kwangu kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa afya. Hakuna kitu kama afya. Ndio wakati mwingi hata katika dua zangu zote nashukuru na Mwenyezi Mungu kwa afya. Na jambo la pili, kuniwezesha pia kuweza kufika Jumaa ya second last kabla kukamilika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Labda tofauti ya Ramadhani ya mwaka huu na miaka iliyopita labda kwako ni gani? Pengine kwangu kitu ambacho nimesema mwaka huu, kwa upande wa sadaka, Waislamu wengi wamejitolea kwa sadaka sana
kushinda mwaka uliopita. Waislamu wengi ambao hawajiwezi, chakula tangu Ramadan day 1 hapa Kibera imemiminika mpaka dakika ya sasa. Hiyo ni tofauti kubwa, lakini shida kidogo mwaka huu hapa, haswa hapa Kibera, upande wa umeme. Kenya Power wametulet down sana. Kila inapoadhiniwa tu kitia tende mdomoni, moto huo umepotea mpaka baada ya tarawih. Hiyo ndio shida kubwa ambayo tumekabiliana nao Ramadhani hii. Na shukran sana, naamini watakuwa wameweza kupata taarifa hiyo wale ambao ni wasimamizi wa Kenya Power, na moja kwa moja najulishwa na mwelekezi wangu kwamba nafaa kuingia sasa angalau tupate pia kusikia kutoka kwa dada zetu upande huu mwingine angalau japo wawili tu, alafu tuweze kusikia nao watakuwa wameweza kujiandaa vipi kutoka upande huu, labda Ramadhani yao mwaka huu imekuwa vipi. Moja kwa moja tutakuwa tunapata kusikia japo wawili tu, tuweze kusikia ambao watakuwa wanazungumza nasi. Dadangu, salamu alaykum. Salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Majina unaitwa nani? Naitwa Aisha Ramadhan. Labda tu Ramadhani yako inaendelea vipi mpaka sasa tumefika katika 10 la mwisho? Wallahi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hii fursa adimu ambayo ametupa. Tunamshukuru kwa ibada, tunapeana kwa wingi, tunakuwa wapole katika ibada zetu, tunasaidia wasiojiweza katika jamii na jamaa. Shukran sana. Mamangu, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Majina unaitwa nani? Nura Bilal. Labda katika 10 hili la mwisho, wewe kama mama nyumbani wao unajipanga vipi kuweza kuangalia familia na kufanya ibada zako? Tunajipanga vizuri na tunaangalia familia yangu vizuri, na tunashukuru Mungu. Alhamdulillah. Imetufikisha kwa siku ya 10 ya mwisho. Alhamdulillah, nimeshukuru sana. Shukran sana. Tuweze kwenda hapa. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumeambiwa huko kwamba stima huwa zinasumbua sana hii Ramadhani. Labda hiyo inawatatiza na shughuli za nyumbani? Inatutatiza, maana saa ya kufuturu kama stima hakuna inakuwa changamoto. Na labda wasia wako kwa kina mama wengine, sasa tunaingia katika 10 hili la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhani gani? Tujitahidi kwa ibada, tujitahidi maisha ambayo tunaishi wakati wa Ramadhani iwe kinaendelea. Tusiwache maana Ramadhani imeisha. Shukran sana. Kama ulivyoweza kuona hapo ni baadhi ya mama zetu na dada zetu ambao tayari wamefika hapa katika msikiti kuweza kutekeleza ibada yao ya siku hii ya Juma. Na kwa sasa tutarudi tena kwa maustadhi wetu hapa tuweze kumalizia, alafu baada ya hapo tutakuwa tunaweza kupata khutba ya siku ya Ijumaa papa hapa kutoka katika msikiti huu wa Salama Jamia Masjid hapa katika mtaa huu wa Kibra. Kwa hivyo tunarudi angalau tuweze kumalizia, na shukran sana kwa waumini tayari wameanza kumiminika hapa msikitini. Kama unavyoona tayari waumini wameanza kufika hapa katika msikiti huu. Ustadhi, labda tu tukiwa tunamalizia swala zima hili la kutekeleza ibada ama Qiyamul Layl, kuna wale ambao wengine hawaelewi labda inaanza saa ngapi, ni paka ulale uamke usiku huko, ama ni nyakati gani ambazo unatekeleza ibada kama hii? Naam. Swala la Qiyamul Layl na kuingia katika ile kutafuta Lailatul Qadr, watu wengi wana itikadi wanafikiria ni usiku wa manane, lakini tunajua katika Uislamu usiku inaanza mapema na tarehe inaanza mapema. Ikifika maghrib basi usiku imeingia, na ibada yoyote unaweza anza kuanzia kufanya maghrib. Kama tunajua sasa hivi tukifunga wakati wa maghrib huwa tunafuturu, na tunajua mwenye kufunga akiomba dua yake inakubaliwa. Sasa kuanzia maghrib mpaka alfajiri, hiyo ndio usiku. Okay. Wengine wanafikiria ni ile usiku wa manane, kuswali usiku wa manane. Sasa labda dada zetu ambao kwamba wana udhuru wakiwa nyumbani wanaweza swali tarawih. Pia tunazembea katika kuswali tarawih. Tarawih pia inahesabika katika Qiyamul Layl, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yule ambaye atasimama usiku wa Ramadhani kwa imani na kutarajia thawabu, basi anasamehewa madhambi. Sasa pia kusali tarawih inasisitizwa katika hii usiku, kwa sababu pia inakuwa katika hizi siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhan, ambayo kwamba ndani yake kuna Lailatul Qadr. Sasa Lailatul Qadr si lazima utafute usiku wa manane kule, ingawa anasema ukeshe usiku kuanzia magharibi mpaka
alfajiri. Ndio Mwenyezi Mungu anasema tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Sasa magharibi ikiingia tu kisha huu usiku inaanza kuhesabika. Unajua ile itikadi unafikiria usiku wa manane, hapana. Kuanzia magharibi fanya dua yako, fanya ibada yako, fanya istighfar yako, kusoma Qur'an unatakana ufanye katika huo muda. Na Msha Abu Hamza, labda tu wakati muumini anatekeleza ibada zake hizi, mambo gani tunafaa tujiepushe nayo hasa zaidi katika siku 10 hizi za mwisho za mwezi wa Ramadhani? Kwa yakini tunafaa tujiepushe na kila lolote ambalo litamtia mtu katika madhambi. Hasasan yale ambayo yanamkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kila ambacho kinamuudhi Mwenyezi Mungu lazima mtu ajiepushe nayo. Tunasema kwamba ni kipindi ambacho watu wajihusishe sana na mengi ambayo ni kheri, kwamba mtu ajihusishe sana na mengi ambayo ni mema. Bimaana kwamba kuna mengine watu wanachukulia ni madogo madogo, lakini pia yanamkosesha mtu kheri katika wakati kama huu. Kwa mfano, ikiwa kuna urongo mtu anatumia, kwa sababu urongo tumelifanya ni jambo la kawaida na tunalichukulia ni jambo dogo, lakini ni katika madhambi mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kule mtu kumsimanga ama kumsema mwingine, mambo kama yale ambayo tunachukulia ni mambo ya kawaida ya kimaisha, haya ni mambo ambayo yanafaa kuepushwa katika kipindi kama hiki. Watu mara nyingi tukizungumzia mambo ya madhambi ambayo watu wajitenge nayo, tunaona watu wengi wanafikiria labda ni kule mtu kuwa na kimada chake anamtenga, kwamba anaona ndio madhambi makubwa, lakini kila lolote ambalo Mwenyezi Mungu amelikataza ambalo ni katika dhambi lazima tujiepushe nayo katika kipindi kama hichi. Labda tukimalizia tu wasia wako wa mwisho kwa wale watazamaji ambao wanatutazama kwa sasa, hasa tukiwa tunaingia katika masiku haya, maana ikifika Ijumaa ijayo tutakuwa tena Ramadhani tunaipungia mkono wa kwaheri Ustaz. Wasia wa kwanza, ulama wale waja wema walikuwa wanamaliza Ramadhani kwa mambo mawili. Wanamaliza Ramadhani kwa kutoa zakatul fitri ili kutakasa ile siyam, na walikuwa wanamaliza Ramadhani na istighfar, kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha, kwa sababu tukiona ibada zote, swala ukimaliza unamaliza na istighfar, ibada ya hija ukimaliza unamaliza na istighfar. Ndani ya Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza tufanye mambo manne. Mawili tunamridhisha Mwenyezi Mungu na mawili lazima tuombe. Mawili ambayo kwamba tunamridhisha Mwenyezi Mungu ni kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na ya pili ambayo kwamba tunamridhisha Mwenyezi Mungu ni kuomba istighfar, nastaghfirullah. Kisha mawili ambayo kwamba hatuna budi lazima tuombe ni kuomba pepo na kuepushwa na moto. Sasa tukithirishe hayo, tunamaliza na istighfar na tunamaliza na kutoa zakatul fitri. Na pia wasia ya mwisho, Ramadhani sio ndio mwisho wa ibada. Ibada iko kila siku. Maana yake Ramadhani tu ni kama refresher course ambayo kwamba inakupatia refresher mpaka mwaka mzima uishi kiramadhani. Uishi kiramadhani kama ulivyokuwa unaishi ndani ya Ramadhani, basi mwaka mzima unafaa uishi hivyo. Kila wakati salatul jamaa ukosi, unasoma Qur'ani, unasaidia wale wasojiweza, unafanya kila jambo la khairi. Sio Ramadhani tu ndo unafanya ibada alafu baada ya Ramadhani unaendelea na mambo ambayo kwamba haimridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh Abu Yusuf, wasia wako mwisho. Nasema kwamba yasikitisha na pia yahuzunisha kwamba Ramadhani inaondoka. Sio huzuni kwa sababu yaondoka, lakini huzuni kubwa ni kwa sababu ya ulegevu ambao tunao, kwamba tumeanza kupungua msikitini na hata wengine pia tumeanza kurejelea hali zetu za kikawaida. Tumesema kwamba innamal a'mal binniyat, nia zetu ikiwa tuliingia katika ibada hii ya Ramadhani kwa sababu Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi zetu. Kwa hivyo lazima tuwe na azma ya kwamba sisi hatutarejea katika yale ambayo tulikuwa tukiyafanya mwanzo. Bimaana kwamba tulichojifunza katika kipindi chote cha Ramadhani lazima tuazimie kuyatilia matendo
na kuyafuatilia katika kipindi cha kila siku ndani ya maisha yetu hadi Ramadhani nyingine, kwa sababu Mtume ametufundisha kwamba wa Ramadhani la Ramadhani, baina ya Ramadhani hii na Ramadhani nyingine, katika yale ambayo tumesamehewa, ikiwa hatutarudi katika makosa makubwa, basi itakuwa ni kafara, tutasamehewa zaidi mpaka Ramadhani ijayo inshallah. Shukran sana. Bila shaka mpenzi mtazamaji, tumekuwa hapa katika msikiti wa Salama Masjid Jamia hapa Kibra, ambapo tumekuwa nao Sheikh Ahmad Idris na vile vile Abu Hamza ambaye wameweza kutufafanulia mengi tu kuhusiana na fadhila na faida ndani ya siku 10 hizi za mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wapo ambao labda leo kwao ni 21, wengine ni 20, lakini sote tutakuwa tunaingia katika masiku hayo. Kwa hivyo muhimu ni kuweza yale tulioweza kufaidi kutoka kwao tuweze kujitahidi kuweza kuyatekeleza kikamilifu, na tukitaraji kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatukubalia funga zetu na ibada zetu nyingine zote. Kutoka hapa ni kurudisha studioni, ambapo tutapokea taarifa za habari, alafu baada ya hapo tutarudi moja kwa moja kuweza kupata khutba ya Ijumaa papa hapa katika mtaa wa Kibra.